Na hii ni Mnyalu TV. Dunia ina makabila mengi ya tofauti. Makabila ambayo yamejaa kila pande na kila pembe, yenye mila na tamaduni za tofauti. Tunazisoma na kuziishi kila siku. Leo nakuletea listi ya makabila yanayoogopwa zaidi duniani. Ungana nami uyatazame makabila haya yaliyojaa mila za ajabu na mila za kutisha zaidi. Kabila la Asaro. Hao wanaitwa watu wa matope, yani madmen. Asaro wanatoka nyanda za juu za mashariki za Papua, ambayo inapatikana New Guinea. Wanajulikana kwa vinyago vyao vya ajabu vilivyotengenezwa kwa udongo na kupakwa kwa meno ya ngiri yanayojulikana kama kasongo. Konawari tribe. Hawa mtu akizingua adhabu zao ni kuliwa nyama. Wanaitwa cannibalism. Hawa wanaamini sana kwenye uchawi na mizimu. Wanasemekana ndo kabila linaishi ndani ya misitu, ingawaje wameanza kukubali baadhi ya vitu vya kisasa kama nguo na vifaa vingine vidogo vidogo. Kabila la Yaifo. Kabila la Yaifo huko Papua New Guinea liliwasiliana na ulimwengu wa kisasa kwa mara ya kwanza mwaka 1998. Yaifo kwa kawaida hawana mawasiliano na ulimwengu wa nje, na ukikutana nao kuna uwezekano wa kukaribishwa kwa mishale na mikuki. Yani ukikutana nao jua upo karibu na kifo. Kabila la Igori. Ibada inayojulikana zaidi ya Agori ni kitendo chao cha kula maiti za binadamu. Wanaamini katika kuzaliwa upya, reincarnation. Lengo la kula maiti za binadamu ni kuvunja mzunguko wa kuzaliwa upya ili kufikia hali ya juu, kama ilivyo kwa Buddha kwa kutumia ulaji wa nyama ya binadamu. Agori wanakumbatiana na kifo na kukataa desturi za dunia. Kabila la Kerubo. Kama umeangalia movie ya Apocalypto ya Mel Gibson, watoto wa 2000 wanaweza sinielewe vizuri, basi hao kwa sehemu utakuwa unawajua. Wanajulikana pia kama Daslala Kerubo. Wanapatikana katika misitu ya Amazon huko Brazili. Hawataki kabisa mawasiliano na ulimwengu wa nje, na serikali ya Brazili ilipojaribu kuwasiliana na kutengeneza mikataba na Kerubo, walijikuta wanapoteza maofisa kadhaa wa serikali, yani waliuliwa. Kabila la Suri. Watu wa Suri wanajulikana pia kama watu wa Sarama. Ni kabila la kusini magharibi mwa Ethiopia. Hawa wanajulikana zaidi kwa sherehe zao za mapigano hatari kwa fimbo na tatuu za makovu na visahani vya mdomo. Bado wanaendelea kufuata mila za kale bila kukoma, yani hauna cha kuambia. Kabila la Asmat. Asmat ni kabila linaloishi kwenye visiwa vidogo katika mimea na mikonko karibu na bahari. Upande wa kusini wa sehemu ya magharibi ya kisiwa cha New Guinea ni kabila maarufu zaidi duniani la ulaji wa nyama za binadamu, cannibals. Kuna wakati kutaja jina Asmat pekee kulikuwa kunaleta hofu. Kabila lingine ni kabila la Yanomami. Yanomami, watu hao wako katika kati ya Venezuela na Brazili. Watu wa Yanomami wanaweza kuwa moja makabila yenye vurugu zaidi duniani. Watu wa Yanomami hawa wana mawasiliano na ulimwengu wa nje na wameshakumbana na magonjwa na ustaarabu wa nje ikiwemo ulevi, lakini bado wamejitenga na bado ni wagomvi na wenye vurugu sana. Kama unaona, watu ambao wanapatikana kwenye kabila hilo ni hatari zaidi. Kabila la Mashko Piro. Mashko Piro ni miongoni mwa watu waliowasiliana na wengine zaidi duniani na wameonekana huko Peru. Wanajulikana pia kama watu wa Kujareno. Wanajulikana kwa kuua wageni wanaojaribu kuwakaribia, yani hawahitaji watu wengine. Kabila la Ayoreo. Wanaishi karibu na Paraguay na Bolivia.
na wameepuka mawasiliano yoyote na ustaarabu wa kisasa wa karne nyingi. Ni wawindaji, wakusanyaji wa matunda na mizizi. Wengi wanachaguliwa kuingia mijini kwa sababu ya ukataji miti. Stori hii ya makabila inapatikana katika ukurasa wa X kupitia Obi. Taarifa zaidi zitakujia kama ukisubscribe na ukiturn on alama notification. Bye bye. Na hii ni Mnyalu TV.